Bwana Yesu asifiwe. Basi niwakaribishe katika somo letu fupi la maombi katika siku hii ya leo, na somo hili litaongelea habari ya wakati mfupi wa taabu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mfupi wa taabu. Moja, tusomee Mwanzo 32 mstari wa 24 hadi wa 31, lakini mwingine afunue kitabu cha Yeremia 30 mstari wa 6 na wa 7. Mwanzo 32:24 hadi 31. Neno la Bwana linasema, Yakobo akakaa peke yake, na mtu mmoja akashindana naye Moleka hata alfajiri. Naye alipoona ya kuwa amshindi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake. Ukateguka uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye. 6. Akasema, niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema, sikuachi usiponibariki. 27. Akamuuliza, jina lako ni nani? Akasema, Yakobo. 28. Akamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda. Hata ukiishia tu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwingine pia tusomee hiyo Yeremia 30 mstari wa 6 na wa 7. Nasema, sasa. Mwanamume haona utungu wa uzazi. Mbona basi ninaona kila mtu anaweka mikononi yake kiunoni? Kama mwanamke aliye na utungu, na nyuso zote zimegeuka rangi. Hata ukiishia hapo tu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna jambo muhimu hapa ambalo tunatakiwa kujifunza katika mchana hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Hasa katika wakati wa taabu. Tunafahamu vizuri, nadhani wengi tumepitia kule utotoni, siku ambayo ukifanya kosa afu baba hayupo na mama akakuahidi kwamba leo lazima nitamwambia baba yako. Hiyo siku nadhani hata kula, yani unaweza kufika ule muda wa kula wewe tayari umeshalala. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani hiyo kitu huwa ipo na huwa inatokea. Ndio hivyo. Kwamba inaweza kufika ule wakati wa kula, baba ndo anakuja, wewe tayari umeshalala, umeshaoga mapema kabisa. Ni kwa sababu ya nini? Sio kwamba kwa sababu labda ya kipigo ambacho labda umekwisha kukipata, hapana. Ni kwa sababu ya pambano la mawazo lilomo moyoni mwako. Baba akija kuambiwa atafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Hicho ndicho kinachokufanya wewe uwaze na kulala. Sasa Yakobo, kama mnakumbuka vizuri, alikuwa amekosana na ndugu yake na akawa ameondoka akaenda kwa mjomba wake na nini, Laban. Lakini nafikia wakati anakumbuka kurudi nyumbani kwao. Anaporudi, anafika mpakani hivi akakumbuka kwamba kaka yake hapa lazima atalipa kisasi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima huyu atalipa kisasi. Lazima apite na mimi. Sasa kilichofanyika, Yakobo akawa na hofu moyoni mwake, akawa na pambano binafsi moyoni mwake. Jambo hili likampelekea kwenye kumuomba Mungu. Akaanza kumuomba Mungu amsamehe makosa yake, amsamehe dhambi zake. Akaanza kuungama. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani hata sisi pia unatutokea. Unapokuwa kwenye matatizo au unapokuwa kwenye taabu, unaanza kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Na unahisi kabisa una imani. Ni kwa sababu ya nini? Ya matatizo au kwa sababu ya hofu ya mambo ambayo tunaenda kukabiliana nayo mbeleni. Ikamfanya Yakobo akaanza kuomba. Lakini hadi inafika usiku, Yakobo bado hajapata hakikisho la kwamba dhambi yake imesamehewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa bado anaendelea kuomba, imefika ile usiku, katulia Yakobo, kakishakata tamaa. Kumbuka shetani naye huwa haendi mbali. Akiona mtu yupo kwenye mashaka kiasi hicho, huwa ni fursa ambayo pia hata yeye anaitumia ili kumpoteza huyo mtu. Sasa imefika huo wakati sasa, Yakobo usiku ule akiwa ametulia pale anaomba, moyo umejaa uchungu, muda mrefu yuko anaomba, bado hajapata hakikisho la kwamba Mungu kamsamehe dhambi zake, Mungu kamsamehe makosa yake. Sasa Yakobo akiwa amekata tamaa, anaendelea kuomba akiwa na hofu moyoni mwake. Ghafla ule usiku anahisi kuna mtu anamgusa begani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni kwamba ulikuwa katika uoga. Kwa wale ambao umewahi kuishi maeneo ya Usukumani, kama ulikuwa umeagizwa usiku na muda huo, labda ni wiki tu iliyopita, umesikia kuna mtoto labda eneo fulani ameng'atwa na fisi au ameliwa kabisa na fisi, alafu muda huo wewe umeagizwa usiku. Yaani hata unapotembea tu njiani, ule mchanga unaoruka kutokana
zile sendo zako au ndala zako, unaweza kukimbia. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe unakuta tu mchanga huko unarukia tu kwenye majani. Ni hofu iliyokuwa namna. Sasa Yakobo akiwa katika hiyo hofu, anashtukia, anashikwa begani, anaguswa begani. Bwana Yesu asifiwe. Anapoguswa, akili moja kwa moja ilimtuma tayari huyu ni nani? Ni Esau, na kanibizia. Akawa ameamua kupambana naye pasipo hata kumwangalia. Wakaanza kupigana mieleka, kushindana nguvu. Huyu vuta. Yakobo yuko anajitetea uhai wake usije ukaondolewa na nani? Na Esau. Bwana Yesu asifiwe. Akaendelea kumng'ang'ania, wako wanapambana. Ndipo inapofika mida ya alfajiri, Yakobo akiwa amechoka kabisa, anatambua aliyekuwa anashindana naye hakuwa ni mwanadamu, alikuwa ni malaika wa agano. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ni mjumbe wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Alipotambua hilo jambo Yakobo, ndipo sasa akasema kwamba kwa kweli kama ndo wewe, kwa sababu kama unakumbuka vizuri, ili agano lianza kwa mzee Ibrahim, likafata kwa Isaka, lakini pia likafata kwa Yakobo. Kwa huyu alikuwa anamfahamu vizuri huyu malaika wa agano. Bwana Yesu asifiwe. Sasa alipotaka kuondoka kwa kuwa kumepambazuka, Yakobo akamzuia, akasema hapana, hauwezi ukafanya nini? Ukaondoka mpaka uwe umenibariki. Yakobo akaendelea kumng'ang'ania, akaendelea kupambana naye, akaendelea kushindana naye. Bwana Yesu asifiwe. Wakiwa wanaendelea kushindana pale, sasa kukawa kunaelekea kupambazuka. Ule malaika anataka aondoke, yule mjumbe wa agano anataka aondoke. Ndipo alipoamua kumgusa Yakobo. Kuna Biblia imeandika ni uvungu wa kwenye mguu, paja la mguu wake. Bwana Yesu asifiwe. Au kwa lugha nyingine ni kama ufundo wa kwenye mguu wake. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kusoma kwenye Kiingereza, kuna neno ililotumia pale ni kama namna fulani ya kupishanisha mifupa. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo pia imeongelewa hata kwenye neno la, nadhani lipo neno la Kiebrania pia lililotumika pale la asili. Linapotumika mara nyingi huwa linamaanisha kama vitu vilikuwa hivi, ni kuvipishanisha. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani wengi wenu hapo mnaweza mkawa ni mashahidi wazuri, kama ushawahi kuteleza, labda mguu kateguka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maumivu fulani unayapata, labda pengine ukiamka ile asubuhi unakuta mguu umevimba. Sasa yeye ule mfupa ulikuwa umepishanishwa kabisa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yakobo alikuwa na maumivu, lakini alichokiangalia yeye hakuangalia maumivu alionayo. Alichokuwa anakiangalia, alikuwa anataka apate hakikisho la kwamba dhambi zake zimesamehewa. Alichokuwa anataka ukijua ni kwamba dhambi yake ambayo amesumbuka nayo kwa muda mrefu, kwa sababu alikuwa mkosea ndugu yake, hofu yake aliyokuwa nayo kwa muda mrefu kuhusiana na yeye kupata hakikisho kamili la kusamehewa kwa dhambi yake, alikuwa anataka likamilike. Alikuwa anataka atoke pale akiwa na uhakikisho ya kwamba dhambi zake zimesamehewa, akiwa ameteguliwa ule mguu, akiwa na maumivu mengi, akiwa na uchovu ambao amedumu nao kwa muda mrefu usiku kucha, wakiwa wanapambana na ule mjumbe wa agano. Yakobo anashikilia shingo ya mpinzani wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ule mguu mmoja mpaka hapo sasa hawezi akautumia tena kukanyaga chini. Wakati anataka kuanguka, Yakobo aliendelea kuning'inia kwenye shingo ya mpinzani wake. Aliendelea kung'ang'ana naye, anasema kwamba mpaka utakaponibariki ndipo nitakapokuachia. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo hasa unaposoma kwenye kitabu hiki kinaitwa Tangu Sasa Hata Milele, kwenye sura ya 39, lakini pia kitabu cha Pambano Kuu kuna sura inasema ni wakati mfupi wa taabu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitabu pia kinaitwa kinaitwa Kisa cha Ukombozi. Kuna sura inasema wakati mfupi wa taabu ya Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Zipo kule mwishoni zipo tu nyingi zimeongelea hayo maswala, utaenda kuziangalia. Ndipo hasa kuna nukuu inatoka kwenye hiki kitabu cha Tangu Sasa Hata Milele, ile sura ya 39 inasema kwamba malaika akasihi sana, uniache niende, ni mapambazuko. Lakini mzee Yakobo mkuu akapandisha sauti, sitakuacha kwenda mpaka utakaponibariki. Yakobo akaungama udhaifu wake na kutostahili kwake, huku akatumainia rehema za Mungu mwenye kulinda maagano kwa njia ya toba na kujitoa. Kiumbe hiki cha mauti na mwenye dhambi akashindana na Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hapa sasa ndipo linatoka hasa lile jibu. Malaika anambariki, sio tu kumbariki, na anambadilisha hadi jina. Bwana Yesu asifiwe. Tangu sasa hutaitwa tena nani? Yakobo, bali utaitwa nani? Israeli, kwa maana umeshindana na Mungu, umeshindana pia na wanadamu na umewashinda. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hivi,
Jina Yakobo kwa lugha ambayo nimejaribu kuifuatilia, maana yake ni wizi au mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Kama unakumbuka wakati wakiwa wanatoka, alikuwa ameshika kisigino cha ndugu yake Esau, lakini aliiba haki yake ya uzaliwa wa kwanza, kama mnakumbuka. Lakini hata kama unakumbuka, Labani kuna ujanja alimfanyia kwenye mifugo yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina Yakobo lilikuwa na maana ya mtu ambaye ni mwizi. Sasa malaika anambariki kutoka kuitwa Yakobo, sasa anaitwa Israeli, yaani kutoka kuitwa mdhambi, sasa anawekwa kuwa mshindi, mtu aliyeshindana na Mungu na akamshinda, aliyeshindana na mwanadamu na akamshinda. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoziungama dhambi zetu kwa kicho cha kusalimisha nafsi zetu kwa Yesu Kristo, tunapojisalimisha na kujitoa kikamilifu kwa Yesu Kristo, dhambi zetu zinasamehewa kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Anatubeba kutoa katika maisha ya udhaifu, anatuweka katika maisha ya uimara, anatutoa katika maisha ya dhambi, anatuweka katika maisha ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tunaona hili jambo lilivyoongelewa hapa ni kama jambo ambalo ni rahisi, lakini ukipata muda isome hii sura kwa uzuri na hizo sura nilizokutajia kwenye hivyo vitabu. Kuna muda nadhani hata wewe ukiwa unasoma, kuna muda unaweza ukahisi hata huzuni moyoni mwako, unaweza ukahisi mguso, namna ambavyo Yakobo alikuwa anahangaika, unaweza ukaanza kuhisi wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kama una machozi ya karibu, nadhani yanaweza hata yakatoka. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni pambano la jasho pamoja na damu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama ushawahi kusikia watu wanasema afe kipa au afe beki, lazima tufunge. Ushawahi kusikia mtu anasema mguu wa shingo, mguu wa roho, lazima tushinde. Ndio ilikuwa hii. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo akiwa ameteguliwa mguu, baadaye kwamba amwachilie, lakini bado anaenda kuanguka chini akiwa ameshikilia shingo ya mpinzani wake, na matokeo ya hili anabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Matokeo ya hili Yakobo anakuja kubadilishwa. Hii ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa linatuelekeza kwenye kipindi kifupi kinachokuja kwetu watu wa Mungu, kinaitwa wakati mfupi wa taabu ambayo itakuja itokee kwa watu wa Mungu. Ni kipindi ambacho tutakitumia katika maombi sana, kudumu katika maombi sana na Mungu, wakati ambao ulimwengu utakuwa umeukataa uaminifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati